Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za jioni leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News mtandao wako wa YouTube, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Basi acha niukaribishe katika taarifa yetu ya habari za jioni leo, ambapo tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa DRC, hususan habari za vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC katika mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, ambapo kunaendelea mapigano kati ya waasi wa M23 na waasi wa Twirwaneho Tabara wanaopambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Wapendwa wasikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu hii ya habari za jioni. Tuende na habari kutoka huko mkoani Kivu Kusini, ambako habari zilizopatikana kutoka mashariki mwa DRC zinaeleza kuwa eneo la Ipopo linalojulikana pia kama Kipupu, ambalo ni makao makuu ya sekta ya Itombwe katika jimbo la Kivu Kusini, limeingia chini ya udhibiti wa makundi ya waasi wa Twirwaneho Tabara. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, makundi hayo yanashirikiana na muungano wa AFC pamoja na M23. Taarifa hizo pia zinadai kuwa muungano huo unapata msaada kutoka nchi ya Rwanda. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa rasmi na mamlaka husika au serikali ya Rwanda. Wakati huo mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika maeneo yanayozunguka Kipupu. Mashahidi wa eneo hilo wanasema milio ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika kwa muda mrefu, huku hali ya usalama ikiendelea kuzorota au ikiendelea kuwa mbaya sana. Eneo la Kipupu lina umuhimu wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika sekta ya Itombwe. Kuchukuliwa kwa eneo hilo na waasi kunaweza kuongeza mvutano na kuathiri shughuli za wananchi, wakiwemo waliolazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya mapigano. Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatoa tamko rasmi kuhusu maendeleo hayo, huku juhudi za kurejesha utulivu zikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau wa usalama wa kikanda na kimataifa. Wananchi katika maeneo yaliyo karibu na mapigano wametakiwa kuwa uangalifu na kufuata maelekezo ya usalama katika maeneo husika ili kulinda usalama wao. Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya hali ya usalama kutoka mashariki mwa DRC, na tutaendelea kwa kufuatilia maendeleo ya tukio hili na kukuletea taarifa kadri zinavyoendelea kupatikana. Asante. Tuendelee na habari kutoka huko mashariki mwa DRC, ambako watu wawili raia wameripotiwa kutekwa nyara jioni ya Jumatatu tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika mji wa Vichumbi ulioko kando ya Ziwa Edward ndani ya eneo la Bwito Kikunti au groupement ya Mutamba wilayani Ruchuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo lilitokea majira saa 1 jioni katika kitongoji cha Kiabingili. Inadaiwa kuwa watu hao walichukuliwa na wanaume wenye silaha ambao hadi sasa hawajatambulika na kupelekwa kusikojulikana. Hadi kufikia sasa mazingira halisi ya utekaji huo bado haujafahamika wazi. Hakuna mamlaka ya utawala wala vyombo vya usalama vilivyotoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo, huko juhudi za kubaini kilichotokea zikiendelea. Tukio hili limetokea wakati ambako maeneo mengi yanayozunguka hifadhi ya taifa ya Virunga yanaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Wakazi wa maeneo hayo wamekuwa wakikumbwa na matukio ya utekaji nyara, mashambulizi yenye silaha na vitendo vingine vya uhalifu vinavyoathiri maisha yao ya kila siku. Kutokana hali hiyo, wakazi wa Vichumbi wamezitaka mamlaka husika kuongeza juhudi za kuwatafuta watu hao waliotekwa na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria, pamoja na kuimarisha ulinzi katika eneo hilo ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Wananchi pia wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama, wakisema kwa matukio ya aina hiyo yanaweza kuhatarisha shughuli za uvumi za kibiashara, maisha ya kawaida ya wananchi wanaoishi kando ya Ziwa Edward au Lake Edward. Maendeleo ya tukio hili yanaendelea kufuatiliwa na taarifa zaidi tutakuletea kadri tunavyoendelea kuzipata. Tuendelee na habari kutoka Kivu Kusini, ambako msimamizi wa wilaya Fizi Sami Kalonji Badibanga ametembelea wanawake na watoto wanaopatiwa matibabu katika kituo cha afya kufuatia majeraha walioyapata wakati mashambulizi ya mabomu yaliyotokea tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika nyanda za juu za Minembwe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu ya utawala wa wilaya hiyo, waathirika waliotembelewa wanatoka hasa katika vijiji vya Abala na Kiele,
vilivyopo katika groupment ya Basilocha sekta ya Tanganyika. Mamlaka zinaeleza kuwa majeruhi wengine waliolazwa katika vituo mbalimbali vya afya ndani ya wilaya Fizi pia watatembelewa siku zijazo. Katika taarifa yake, utawala wa wilaya Fizi unadaiwa kuwa mashambulizi hayo yalifanywa na ndege zisizo na rubani pamoja na ndege za kivita la jeshi la Rwanda. Umedai kuwa sehemu ya mashariki ya wilaya ya Fizi inashikiliwa na muungano wa M23 unaodaiwa kuungwa mkono na mamluki kutoka nje pamoja na makundi yenye silaha Twirwaneho Red Tabara. Hata hivyo, madai hayo hayajaweza kuthibitishwa kwa njia huru kutoka kwa vyanzo vinavyoegemea upande wote, na hadi sasa kuna tamko rasmi iliyotolewa na upande unaotumiwa kuhusu tuhuma hizo. Kwa mujibu wa mamlaka za wilaya, zaidi ya watu 50 walipoteza maisha katika mashambulizi hayo. Pia kumeripotiwa nyumba nyingi kuharibiwa, mashamba kuteketezwa, mifugo kupotea pamoja na uharibifu wa barabara za vijijini, shule, masoko na vituo vya afya, na kituo kimoja cha afya kilichojengwa kupitia mpango wa maendeleo ya PDL ya 45 territoire. Utawala wa wilaya Fizi umelaani tukio hilo na kueleza kuwa linaweza kuwa ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu pamoja na shirika la kimataifa za kibinadamu. Wakati huo wananchi wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu, huku wengi wakihitaji msaada wa haraka wa matibabu, chakula na makazi. Maendeleo ya tukio hili yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku jamii ya kimataifa ikihimizwa kuendelea kuunga mkono juhudi za kulinda raia na kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako mapigano makali yameripotiwa katika mji wa Katoi, makao makuu ya sekta yenye jina hilo katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila na usalama vya eneo hilo, mji huo ulirejea chini ya udhibiti wa wapiganaji wa Wazalendo kufuatia mashambulizi yaliyofanyika siku ya Jumapili. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalifanywa na wapiganaji wa Wazalendo waliotokea katika groupment ya Walwalwanda lililo katika wilaya jirani ya Walikale. Lengo lao lilikuwa ni kushambulia ngome zilizokuwa zikishikiliwa na waasi wa M23 ndani ya mji wa Katoi. Katika mapigano hayo, milio ya risasi nzito nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, huku pande zote mbili zikijaribu kudhibiti maeneo muhimu ya mji. Wakazi wa Katoi pamoja na vijiji vya jirani walikumbwa na hofu kubwa kutokana na makabiliano hayo, hali iliyowalazimu wengi kukimbia makazi yao na kukimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, wakihofia kuongezeka kwa vita. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka vyanzo vya eneo hilo, wapiganaji wa Wazalendo walifanikiwa kuwaondoa wapiganaji wa M23 kutoka Katoi baada ya mapigano makali. Inaelezwa kuwa waasi hao waliondoka na kuelekea katika mimili ya Ngungu, huku Wazalendo wakianza kuimarisha ulinzi na kuongeza idadi ya wapiganaji wao ili kudhibiti huo na kuzuia mashambulizi mengine. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya watu waliouawa au kujeruhiwa au kiwango cha uharibifu wa mali uliosababishwa na mapigano hayo. Kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea katika eneo la Masisi, imekuwa vigumu kudhibitisha taarifa hizi kupitia vyanzo huru. Kurejea kwa Katoi chini ya udhibiti wa Wazalendo kunajiri wakati mapigano kati ya Wazalendo na M23 yakiendelea kushika kasi katika wilaya Masisi na Walikale. Kwa miezi kadhaa sasa, mapambano hayo yamesababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao, yamevuruga pia shughuli za biashara, kilimo na elimu, na kuongeza mahitaji ya misaada ya kibinadamu katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mabadiliko ya udhibiti wa maeneo ya Katoi yanaonesha kuwa hali ya usalama mashariki mwa DRC bado ni mbaya sana. Wakati wananchi wakiendelea kutamani amani ya kudumu, juhudi za kisiasa na kidiplomasia zinaendelea kutajwa kuwa njia muhimu ya kumaliza mzozo huu, sambamba na hatua za kuhakikisha ulinzi wa raia. Ni muhimu kutambua kuwa taarifa kuhusu maendeleo ya mapigano katika eneo hilo bado zinategemea vyanzo vya ndani na zinaweza kubadilika kadri taarifa rasmi zilivyotolewa na mamlaka
mamlaka husika. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu kuhusu hali ya usalama katika mji wa Katoi wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji, mtazamaji, karibu katika taarifa zetu za habari za kimataifa. Karibu. Na tukisonga mbele, Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake huenda ikachukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na kuwa italipisha 20% ya mizigo inayosafirishwa kupitia njia hiyo kwa kutoa ulinzi kwa meli zinazopitia huko, huku Iran ikiapa kuwa haitaruhusu hilo lifanyike. Haya yanakuja huku pande hizo mbili zikishambuliana vikali katika kanda ya Mashariki ya Kati kugombea udhibiti wa njia hiyo muhimu ya usafiri majini. Kuzuka huku kwa mashambulizi kati ya pande hizo mbili kumesababisha tena bei ya mafuta kupanda. David Nki na taarifa zaidi. Iran inasema imezishambulia kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan, Bahrain na Kuwait pamoja na mifumo ya rada huko Oman inapojaribu kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo la Iran lilifuatia mashambulizi makubwa ya Marekani dhidi ya nchi hiyo usiku kucha. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema Tehran ilikuwa ikijaribu kukubaliana kuhusu taratibu pamoja na Oman kwa ajili ya mlango bahari wa Hormuz, lakini shinikizo la Marekani dhidi ya Oman lilikuwa likizuia maendeleo hayo. Mashambulizi haya mapya yameongeza bei ya mafuta duniani kote, huku makubaliano ya kufungua tena mlango bahari Hormuz na kukomesha vita yakiendelea kuvunjika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mashambulizi makali zaidi yatafuata kwa Iran. It's open. Iko wazi, tumewashambulia kwa mabomu usiku wa jana. Ni watu waovu sana na hawajitambui. Tulikuwa na mkutano nao kwa mara ya mwisho. Walifikia makubaliano jana, makubaliano muhimu sana kwetu. Hakuna nyuklia, hakuna hiki, hapana kile, hapana chochote. Walikubali kila kitu. Na kisha baada ya hapo walitoka chumbani, na kisha ndani ya saa moja wakashambulia meli ya mafuta. Nikasema, nyinyi ni watu wagonjwa. Nyinyi ni wagonjwa. I said, you people are sick. You're sick people. Marekani inasema imefanya mashambulizi makali kwenye maeneo ya kijeshi ya Iran usiku kucha ili kuijibu Iran baada ya kuzishambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Hakuna meli za biashara zilizovuka njia muhimu ya maji tangu jana jioni, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za ufuatiliaji wa meli, huku 8 pekee zikiwa zimevuka siku ya Jumapili. Jeshi la Marekani linasema kwamba lilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, maeneo ya rada ya pwani, uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani na boti ndogo kwa kutumia ndege, na mashambulizi hayo yanatajwa kwamba yalikuwa makubwa sana. Mwandishi wa BBC anayeshughulikia masuala ya usalama Frank Gardner amekuwa akitoa uchambuzi wa kina kuhusu mzozo unaozidi kuongezeka kati ya Marekani na Iran. Iran of course wants. Bila shaka Iran inataka mabadiliko ya kimsingi katika lango la Hormuz. Inasema kuwa mambo hayatarajia kama ilivyokuwa kabla ya tarehe 28 Februari. Nyinyi Marekani mlishambulia Iran, hamjaweza kutushinda. Bado tuko hapa na tumegundua kwamba jiografia iko upande wetu. Hiyo ni silaha na tutaitumia. Na jambo hilo halikubaliki kwa Marekani wala kwa nchi za Kiarabu za Ghuba wala kwa sekta ya usafirishaji wa baharini. Gulf Arab states and the maritime shipping industry. Wiki iliyopita Rais Trump alisema kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yamemalizika, huku akiongeza kwamba uongozi wa Iran ni watu duni na waovu. Shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kuwa shambulio la Marekani lilisababisha kifo cha mtu mmoja katika kituo cha kusukuma maji kwenye mji wa Mashhad huko kusini magharibi mwa nchi hiyo, na pia mfanyakazi mwingine mmoja wa kampuni ya mawasiliano aliuawa katika shambulio lililofanyika kwenye jimbo la Hormozgan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema kwamba Iran ilikuwa ikijaribu kukubaliana na utaratibu pamoja na Oman ili kudhibiti meli kupitia mlango bahari, lakini shinikizo dhidi ya Muscat kutoka Washington lilikuwa likizuia maendeleo. Iran iliahidi kuruhusu kupita salama kwa meli za kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz kulingana na mkataba wa makubaliano uliosainiwa na Marekani mwezi uliopita. Hata hivyo, imekuwa ikirusha makombora na ndege zisizo na rubani katika meli kadhaa ambazo imesema zinatumia njia isiyoidhinishwa kupitia maji ya eneo la Oman. CENTCOM ilisisitiza Jumapili kwamba Iran haidhibiti mkondo huo na kwamba ipo wazi kwa meli zote zinazotaka kupita kihalali njia ya maji ya kimataifa. Juhudi za upatanishi wa kikanda kutatua mzozo huo mwishoni mwa juma zilishindikana. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.
Tukitoka Mashariki ya Kati, msikilizaji, tunakuja pakanda ya Afrika Mashariki, na huko Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imekuwa ikifuata sheria zinazohusiana na haki za binadamu kitaifa, kimataifa na hata kikanda. Amesema hayo hii leo jijini Arusha, Tanzania, wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name ili ufanyaje, umuue. Kitaka kumuua mbwa mpe jina baya, basi jamii yote itamzongea ifanyaje, imuue. Kwa hiyo lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu, na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu, anayevunja sheria atashughulikiwa. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi tuko vizuri, waendelee kusema hakuna haki, tunavunja haki, lakini hakuna aliye juu ya sheria. Kila anayevunja sheria anashughulikiwa. Rais Samia amewataka pia mawakili kufanya kazi zao kwa weledi na bila kurubuniwa. Msikubali taaluma yenu kutumiwa au kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi na lenye nia ovu dhidi ya taifa lenu. Na hapa nataka kusema ulimwengu wa sasa hivi, kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu, power, wapate kutimiza yale matakwa yao. Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Niwaombe sana ndugu zangu, sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Kwingine kote utakapokwenda, hata ukipokewa we ni mgeni, haki nyingine zitakukosa, utakuwa huna kwa sababu ni mgeni. Mambo ni mengi sana ulimwenguni. Watu wanafikiria the new world economic order, watu wanafikiria sijui kuvunja system za kisiasa kuleta nyingine. Naomba tuwe ahead ya hayo mambo, tuyaelewe mapema, tuyafanyie tathmini, tuyatafsiri katika hali yetu, tutunge sheria zitakazotuhami, zitakazolinda uhuru wetu, zitakazolinda heshima ya taifa letu. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan amesema mabadiliko ya sera za kiuchumi, matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani umekuwa ukiziweka nchi zinazoendelea katika hali ngumu ya ushindani. Amesema hali hiyo imesababisha pia hujuma mbalimbali kimataifa. Tunashuhudia mataifa yakihujumiana, tunashuhudia vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Ni Rais wa Tanzania huyo Samia Suluhu Hassan wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Na ya vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Ni Rais wa Tanzania huyo Samia Suluhu Hassan wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za habari za kesho asubuhi na saa 11 dakika 45 au 45. Chao, bye.